muda kidogo kuwaeleza maelezo ya 2021. Mambo yaliyo katika mwaka wa 2021. Praise the name of the Lord. Na ninataka unote at least mambo mawili matatu ambao yatakuwa muhimu katika mwaka huu wa 2021. Praise the name of the Lord. Number one, what God has put in my spirit, this is an year of celebrations because of what God will do. Ni wakati ama ni mwaka wa kucelebrate, kufurahia mambo yale ambayo Mungu atatenda. Na kwa hivyo, kama vile ambavyo huwa tuna theme ya mwaka, huu ni mwaka wa matendo ya Mungu. The year of the doings of the Lord. Hallelujah. So kama uko katika mwaka huu, umevuka ukaingia 2021, umeingia katika mwaka utakaojaa matendo ya Mungu. Wherever you are, in whatever you are doing, I want you to put your faith in the word of God. In the book of 2 Chronicles chapter 20, mfalme ambaye alikuwa anaitwa nani? Bwana asifiwe sana. Nasahau jina lake. Jehoshaphat aliambia Waisraeli ya kwamba, believe in the Lord and believe in his prophet, so shall ye prosper. Kuna neno Mungu hutuma ili litupe ujasiri katika maisha, likupe nguvu hata wakati unapitana na mambo. Praise the name of the Lord. And if it is the year of the doings of the Lord, ninataka muweke hii kwa akili. Kutakuwa na mambo mengi ambayo itakuweko, lakini Mungu atatenda mambo, atavukisha watu milima na mabonde. Hallelujah. So hata kama utakutana na magumu, hata kama utapatana na mambo ambayo ni mazito kwako, you shall stand by faith, knowing this is the year of the doings of the Lord. Huu ni mwaka wa matendo ya Jehova. Mtu aseme ni mwaka wa matendo. Sema tena, huu ni mwaka wa matendo. This is my year of the doings of the Lord. Hallelujah. Usifukuzwe na chochote kikakufanya usikie kana kwamba mwaka huu sijui kama Mungu atafanya. Weka imani kwamba huu ni mwaka. I will celebrate. Can somebody say I will celebrate? Tell your neighbor I will be celebrating. Hiyo sauti ni ya mtu ambaye hana imani kabisa ama hajui kama anaamini. Mwambie mtu jirani yako, mwaka huu ni wangu wa kusherehekea. Bado nasikia sauti ya watu ambao hawana imani. Mwambie mtu, mwaka huu ni wangu wa kusherehekea. Unajua wengine wana tatizo na Kiswahili, sasa mwambie na mother tongue hata kama haelewi. Mwambie na mother tongue. Mother tongue yako inasema nini? Si mwambie tu na mother tongue. Ni mwaka wako wa kugoera. I don't know your mother tongue. Sasa angalia wengine ama ile inaitwa first language. Ambia mtu vizuri. Wale nasikia ni wa Kikuyu. Hallelujah. Ni mwaka wangu wa kufanya nini? Enda uweke kwa nakara zako. Enda uandike mahali. This is my year to celebrate. Hallelujah. Lift up your right hand and say, by faith, this is my year of celebrations. Sema vizuri, huu ni mwaka wangu wa kusherehekea na kushangilia kwa sababu ya matendo ya Jehova. May God begin to surprise you in January. May God begin to surprise you as you continue to walk. May God begin to do what you have never imagined. Praise the name of the Lord. The year of celebration. Number 2, nikasikia Mungu ameniambia, this is a year of fulfillment of my promises to my people. Ni mwaka wangu wa kutimiza ahadi zangu kwa watu wangu. Bwana Yesu atukuzwe. Kuna ahadi Mungu amewahi kukupatia. Kuna ahadi Mungu amewahi weka. Na ninataka mjue kuna ahadi ya aina mbili. Ahadi ya kwanza ni ahadi ile Mungu amesema kwa Biblia. Neno lake limeweka ahadi. Amen. Kuna ahadi Mungu ameweka. Ameweka ahadi ya kujaza watu na roho, ahadi ya kuponya watu, ahadi ya kuinua watu. Ameweka ahadi. Mwaka huu nataka uchokore Biblia ukiunderline the promises. Mko na Bible kama hii? Physical Bible. Unajua wengi siku hizi ni watu digital, hawana mahali. Digital huwa simu ikizimika inazimika naye. Simu ikipotea inapotea naye. Simu ikikufa inakufa na hiyo mambo uliandika. Sasa underline, tafuta Bible
physical Bible, underline, nataka underline the promises. For I know the promises I have for you. Promises for good and not for evil. To give you a future and a hope. That is a promise. Hallelujah. Ahadi hiyo Mungu amepeana, ni vizuri uweke kwa akili na utembee nayo. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Ahadi za Mungu zitatimia. Hallelujah. Zamani tuliimba wimbo, sikilizeni mtasikia, ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ni ahadi ya Bwana, ni ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Nataka uweke moyo wako, the promise of God for me in the year 2021 will come to pass. Ahadi zile Mungu amekupea, zile ambazo ziko nyuma na zile ambazo ni za sasa, wakati wake unakuja wa kutimia. Keep that one in your mind. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ahadi za pili ni ahadi zile Mungu hunenea mtu. Hizi zimeandikwa ni number 1. Ahadi zingine ni zile Mungu hunena na mtu. Hata wa leo unaweza amuka usikie neno ambalo unajaribu kushindwa, ni nani ameongea? Ni nani huyu amenizungumzia? Kwa sababu kuna sauti umesikia kwa masikio yako. Ahadi ile Mungu atakupea in 2021 atakuja kuitimiza. Maneno yale Mungu alinena kwako, wacha hii tu imeandikwa. Hata ile kuna watu ambao mumenongonezewa na watumishi mpaka ukafika mahali ukashindwa, kwani hao watumishi ni waongo. Kwa maana Mungu akasema, mtu akaja akakwambia Bwana ananiambia, Mungu anasema, lakini hakuna ile umeona. Mwaka huu tembea kama boss, kwa sababu ahadi zile ziliwekwa zitakufuata, zitatimia. Kuna mtu wa imani katika hii nyumba. The promises that God made for you and to you will come to pass in 2021. Tembea, jipe moyo. Hata kama kuna mahali Mungu amesema kuna mlango na hauoni, wewe pitia pale, the gate will be opened for you. Hallelujah. So huu ni mwaka wa ahadi. Na kuna ahadi moja nilisikia ya muhimu sana in the book of Jeremiah. For those who are here, naliisoma na nikasema kwamba andiko hili liandikwe vizuri, kwa sababu hivyo Mungu alisema ndivyo itakavyokuwa. Praise the name of the Lord. Jeremiah chapter 1 and verse number, is it verse number 18? And behold, I make you this day a fortified city, an iron pillar, and a bronze walls, against the whole land, against the kings of Judah, its officials, its priests, and the people of the land. They will fight against you, but they shall not prevail against you. For I am with you, declares the Lord, to deliver you. Praise the name of the Lord. Hili ni neno nataka uliweke makini sana. Kwa maana mwaka huu Mungu atakuwa nawe kukutetea. Mungu atakuwa nawe kukupigania. God will be with you to deliver you. Do you believe the word of God? This is an year to see the deliverance of God. Kwa hivyo mwaka huu acha wasiwasi na woga. Hata kama vita vinaweza chacha kiasi gani, Mungu atakukomboa. Jina la Bwana libarikiwe. Look at your neighbor and tell him, neighbor, when you see me smile in the days of 2021, I'll be smiling because God is together with me. Angalia mtu mwingine mwambie, I will smile because my deliverer lives. Hallelujah. Hata wakati nitakapopita kwenye maji mengi, my deliverer will deliver me. Hata kama nitapita kule ambako wengine hawasurvive, my deliverer will deliver me. For his promises will come to pass. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu ni ule wa kutoogopa. Wale wamekuwa wakipigana na wewe waambie wanunue silaha mpya. Kuna kitu Mungu amefanya inaitwa galvanizing. Somebody say galvanizing. Do you know what to galvanize means? Galvanize ni kama ubao uweke chuma. Praise the name of the Lord. Uweke nini? Chuma. Yani ubao ule ni ubao. Ungechomeka, ungepasuka, lakini umefunikwa na chuma. Manake ni kusema baada ya kufunikwa na chuma, I am more metal than wood. Hallelujah. Angalia mtu mwambie kuanzia leo, uwe makini vile unafanya na mimi. Mwambie I am galvanized. Na ufanye hivi, I am galvanized. Hey, hallelujah. Angalia mtu mwingine, mwambie I am coated with metal.
Hiyo ni kusema ya kwamba kile kilikuwa kinanisumbua rasia hakiwezi kunisumbua mwaka huu. Kile ambacho singepasua mwaka uliopita, mwaka huu nitakipasua. Hallelujah. Somebody lift up your right hand and say, that is my promise. Praise the name of the Lord. Mwaka huu ni mwaka wa kushinda katika vita. Kwa hivyo mwaka huu ni mwaka wa kusema vita vikuje. I want to see the deliverance of God. I want to see the salvation of God. I want to see the workings of God. Praise the name of the Lord. Mwaka huu tutacheka. Huu mwaka tutacheka. Na tutacheka kwa sababu ya matendo ya Bwana. Tutacheka kwa sababu ya vile ametupigania. Tutacheka kwa vile ametuondolea aibu. Tutacheka kwa sababu kuna watu wametuzunguka na wamekuwa wakitukejeli, wamekuwa wakituongelesha vibaya. But the time for them to speak that way is over, because this is a new year. Hallelujah. Somebody say, this is my year to smile. Hallelujah. Mwaka huu niwaambie kama vile Mungu ameniambia, ni mwaka wa kuzaa. Jina la Bwana libarikiwe. Ni mwaka wa nini? Wa kuzaa. Mtu aseme nitazaa. Sema nitazaa. Najua wengine wananiambia sasa, wewe pastor wacha maneno mingi. Kwanza wandugu wako na shida na hiyo. Hallelujah. Kuna mama ambaye aliambiwa utazaa, akasema we Gabrieli wacha maneno mingi. Siwezi kwa sababu sijaolewa. Akaambiwa it is not about an issue of marriage. It is about the power of God. Somebody say, the power of God is upon me. Sema nguvu za Mungu zi juu yangu. Hebu angalia jirani, mwambie ndio maana ninakuambia nitazaa. Mwambie sizai vile unafikiria. Nazaa kwa sababu ya nguvu za Mungu. Angalia mtu mwingine, mwambie vitu zile nitazaa mwaka huu ni zile hazijawahi zaliwa na wengine. Hey, hallelujah. Si mtu wa celebrate mazao ambayo yatapatikana. For we will give birth. We will give birth. We will give birth to that which is given unto us by the Lord. Praise the name of the Lord. Tutazaa na tutazaa vizuri. Hatutazaa vitu vile vimezaliwa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Neno lingine ambalo nilisema jana ni katika kitabu cha Genesis chapter 13 and verse number 18. Those are key scriptures ambazo nataka uweke, kwa sababu ndizo maandiko Mungu amenipea kama the keys in the new year 2021. Biblia inasema ya kwamba na ikaja kuwa wakati Abrahamu waliachana na Loti, Bwana akamtokea Ibrahimu akamwambia, angalia nchi hii, mapana yake na marefu yake, maana as far as your eye can see, I have given that one unto you. Fanya hivi, sema macho yangu yafunguke. Come on, do it prophetically. Sema macho yangu yafunguke, niweze kuyaona yale ambao nimepewa. Jina la Bwana libarikiwe. Nipe hayo mafuta kidogo. Praise the name of the Lord. Kuna watu hapa Mungu anataka macho yenu yaanze kuona. Macho yenu yaanze kuona kile amewawekea. For God has prepared great things for you. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Nataka tuanzie hapa kwa sababu prophetically macho yenu lazima ifunguke. Nataka kukupaka mafuta kidogo. Wewe utaenda ukijipaka hiyo macho yako. Amen. Kuja. Because the Lord has given you the chance. Enda ujipake hiyo macho yako, utangaze kufunguka kwa macho yako katika jina. Kuja hivyo. Twende. Tungeanza. Yes, kuja tu. Na wengine wakuje upande huo. Amen. Hallelujah. May your eyes begin to open. Nelson, ungekuwa hapa kwa keyboard, uweke wimbo kidogo, kwa sababu kuna matendo Mungu anatenda katika hii nyumba. Anoint your eyes and declare the opening of your eyes in the presence of the Lord. Maana kuna mambo Mungu anataka watu waanze kuona. Kuna maono Mungu anataka mufikie. Kuna maono Mungu anataka muone kuhusu maisha yenu. Kuna vitu Mungu anataka mufikiwe navyo katika maisha haya. Rapakatarama labo. Rekatala mazaka rabagande. Fikiweni na maono. Fikiweni na mambo ambao hamukuyaona katika miaka iliyopita.
Mambo yale hamukusikia, na upake hiyo masikio yako, kwa sababu unapaswa uone na usikie vitu zile ambazo haukujua, haukuelewa katika jina la Yesu Kristo. There are eyes that God wants to see. Waone mambo yale wamewekewa, waone vitu zile ambazo wamepewa na Mungu. Shela katarabazanda rababoza. Oh, may your eyes begin to see. May your ears begin to hear. May your eyes begin to see. And may your ears begin to hear. In the name of Jesus Christ. Oh, repasala bazanda rababoza. In the name of Jesus Christ. Yes, dada, paka hivyo. Asante. Hata unataka kupaka macho, enda upake macho ione vizuri katika jina la Yesu Kristo. Rema shalaganda. Hata wale ambao ni watoto wetu, mnaporudi shule, macho yenu yaone, masikio yenu yasikie. May you have the ideas ambazo hazikuonekana katika kizazi kilichopita. May you have the ideas ambazo hazikuonekana katika kizazi kimepita. Just a little yako ya macho yako. Let your eyes begin to see. Let your ears begin to hear. In the name of the Lord. Rekalabaganda rabarabashela labo. Rekatala mazanda rababa. Oh, let your eyes begin to see. And let your ears begin to hear, my brothers and sisters. Kwa maana ni kipindi ambacho Mungu anataka watu waone, watu ambao wanasikia, watu ambao wanaelewa yale Mungu amewawekea. Watu waone, wasikie yale Mungu amewawekea katika jina la Yesu Kristo. Rekasela la bozande. Pake macho yafunguke katika jina la Yesu. Mambo yale ambayo familia yako haijawahi yaona, familia yako haijawahi yasikia, ipate kukufikia katika jina la Yesu Kristo. Will you see, will you hear? Somebody just anoint yourself, macho yako, masikio yako, in the name of Jesus Christ. Mambo yale umewekewa, umepewa na Mungu, yaanze kukufikia kuanzia sasa. Yaanze kukufikia kuanzia sasa. The Bible says 1 Corinthians chapter 2 and verse number 9 and 10, things which no eye has ever seen, things which no ear has ever heard, things which no mind has ever conceived, the things that God has prepared. Makatela la bosala bagande, retala la katarabazanda rababoza. I release the anointing to see. I release the ability to see. I release the ability to hear. Mambo yale Mungu amewekea watu yaanze kuchomoka katika jina la Yesu. Mambo yale Bwana ulisema ni ya watu wako, waanze kuyaona na kuyafikia. Wengine Bwana walifungwa macho, wamekuwa na confusion katika maisha. But I command now, let the confusion break. Let the confusion break. Let the confusion break. And let their eyes see, and let their ears hear, in the name of Jesus Christ. Oh, we bless you because you are worthy. We bless you because you are mighty, in the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah, we bless you. Somebody give a praise in the house of the Lord. Give a celebration praise in the house of the Lord. Isaiah 54 and verse number 1 also downward is another key verse. Inasema, sing, O barren one, who did not bear, break forth into singing and cry aloud, you who have not been in labor. For the children of the desolate are more, one will be more than the children of her who is married, says the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Yani Mungu ana lugha ambazo anaweza tumia, unashindwa ni nini anataka kusema. Anasema huyu mama ambaye hajaolewa atazaa. Kwa hivyo nasema huu mwaka pia, it is the year of the unnatural. I don't want to use the word supernatural. I want to use the word unnatural. Hallelujah. Things that will happen not in the natural way. Upokee miujiza ambao haitakuja katika the conventional ways. Jina la Bwana libarikiwe. Mwaka huu ndio natarajia vitu ambazo hazijawahi tendeka katika maisha yangu. Glory be to God. And I want to prepare you for something. Mambo yale Mungu atatenda, mimi nitakuwa shahidi hapa. And I'll give you the testimony. Praise the name of the Lord. Niliwaambia hivi, Mungu amenisukuma. Amefanya nini? I am not where I was before. We are not where we were before as a family.
Not because of the many things ambazo unaweza fikiria. Jina la Bwana libarikiwe. Mwaka huo ukiwa na corona vile ulikuwa na corona na watu wakakosa kuja kanisani, hata hapa kuna watu hauoni na walikuwa washirika hapa, kuna watu ambao unaona na hawakuwa washirika hapa. Kuna mambo Mungu ametenda tukashangaa kama Mungu kweli kumbe ungetenda mambo namna hivyo. I want to surprise you. 2021 is a year of the exceptional. Somebody say the exceptional. Ebu fanya hivi, sema, oh Lord, I open my gate to the unnatural. Hey, somebody declare again, sema, Bwana, malango yangu yako wazi, utende mambo na njia isiyo ya kawaida. If you believe the word of God, you better say a good amen. The unnatural. Kuna watu hapa macho yenu imekuwa sana kwa watu wenu wakusaidia. Kuna watu macho yenu imekuwa kwa watu wale wanakujua wakusaidia kufikia watu wengine. Njia ile Mungu atatumia mwaka huu, ondoa macho kwa watu. Ibrahimu walipotengana na Loti, ndio aliambiwa kuna vitu nitafanya na sio vile nilikuwa ninafanya. I am giving you to survive in a natural way. Unajua Loti alichagua kule chini. Bonde la Sodom linasemekana kwamba wakati huo lilikuwa kama shamba la Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Green everywhere you turn. Nyasi ni nyingi wakati huo. Mungu akaambia Abrahamu, kutoka leo wewe hautegemei nyasi. Wewe nitakupea uweza wa kufanikiwa na kuzaa hata wakati uko katika jangwa. Bwana asifiwe. Unajua kama ukienda Israeli uone kule Abrahamu alikuwa, uone ile mlima alisimama akiambiwa na Mungu, utashangaa. Utashangaa. Na wengine si you just Google. Si wengine uingie tu kwa simu Google ama kompyuta uone hiyo milima hata wa leo. It is barren. Ni milima ambayo haina nyasi. Nyasi ni kindogo. Wakati mwingine utaona wachungaji kule mpaka unawahurumia. Wanalisha nini? Lakini Mungu akaambia Abrahamu, uko uliko ambako hakuna chochote ndiko mahali nitakuinulia. Angalia mtu mwambie, kuinuka kwangu mwaka huu, it has nothing to do with mahali ninaishi, kile niko nacho. Mwambie kuinuka kwangu, mwambie nitachipuka kama mushroom. Unajua mushroom unaweza acha asubuhi, jioni ukienda kulala hakuna kitu, asubuhi ukiamuka kuna kitu. Angalia mtu ufanya hivi, mwambie hivyo ndivyo nitachomoka. Sasa nakwambia ujitabirie. Shida ya watu wengine ndio maana hata kufika bali ni ngumu. Nakwambia fanyia mtu hivi, mwambie nitachomoka hivyo. Kama mushroom utaniona tu ghafla. Watu wataona biashara yangu. Watu wataona mahali nimetokea. Watu watasema Mungu amekuwa pamoja nami. For I am rising from nowhere. I am not rising because yesterday there was a sign. Siinuki kwa sababu jana kulionekana kama. Ninainuka kwa sababu Bwana amesema atanibarikia kule niko. Sema kubarikiwa kwangu sio negotiable. Angalia jirani yako vizuri, umwambie your opinion is good but it doesn't count. Your opinion does not matter. Mwaka huu si wangu na opinion. Ati kwamba unaangalia opinion, unaangalia watu vile wamekusema, mahali wamekuweka. Nataka kusema hata kama unaishi ile inaitangwa, unajua kuna singo ya singo. Singo yenyewe sasa. Ile kanyumba unaishi mpaka unashindwa wewe. Unashindwa kama wewe unaweza jiita mtu. Maana ile nyumba unakaa everything iko within reach. Tunaitanga self confused. Yaani umechanganyikiwa. Ukitaka kulala ni kuanguka tu, unalala because uko kwa kitanda. Hakuna kuhama. Kuamuka ni kushukisha miguu. Ushaamuka wewe uko kitchen. Ukishuka si miguu iko kitchen ama sitting room. Hallelujah. Unajua kuna watu kila kitu iko within reach. Within reach. Maji iko hapa. Unachota na bucket. Kuna mahali pamoja nilienda nikakuta kulikuwa na maji mengi. Sasa watu walikuwa jua hawataki kwenda kuchota maji nje, wanapitishia tu maji kidogo kwa nyumba, inapitia pale chini mahali kitchen iko. Tu maji tunapitishwa hivi tunatomoka.
Sasa mtu anachota, ni karibu na kwa kina Job, ni vile siku anataka kusema. Bwana asifiwe sana. Na hapo chini ni kanjo ama kunaitwa nini? Hapo hivyo. Watu wanapitisha maji kwa nyumba. Mtu hataki kutoka nje. Sasa kuna wengine hata kama hatuko huko chini, tuko hapa, lakini maji iko hapa. Kikombe ndio hii. Sahani hapo chini yake, sufuria mbele yako. Karai chini ya kitanda ni miguu tu, unapanua unapitisha karai inakuja mbele. Unaelewa I'm not trying to demean anybody. Kuna hiyo level unaweza kuwa kwa sababu hali yako ina demand kwanza ukae hivyo. But I want to say this, your rising shall not be dictated by the house you are living in today. Your rising shall not be dictated by how much money is in your account today. Hey, hallelujah. Niliwaambia mwaka uliopita kuna mambo ambayo yatatendeka. Yalibaki hivi tu. Hivi tu. Kwa hivyo this year prepare yourself for a testimony. Hallelujah. Niliwaambia nitawaalika na nimewaalika rasmi mwaka mwingine. Lakini huu hauwezi pita kiaje. Na ukiniambia usifikiria ati niko na pesa ati unifuate uniambie sasa pastor nilikuwa naomba hivi unikopeshe kidogo. Unaanie dire? Sina. Lakini niko na imani kubwa. Kwa maana this is an year of the unnatural. Somebody this is my year of the unnatural. Angalia mtu mwambie, unaambiwa useme hivi, huu ni mwaka wangu wa matukio yasiyo ya kawaida. Hey, hallelujah. Mtu aseme huu ni mwaka wangu usio wa kawaida. Akaambiwa mwanamke tasa aibe. Watoto wake ni wengi kuliko wa yule mama ambaye ameolewa. Kulisikika wapi hivyo? Nani mama ambaye hajaolewa na ni tasa anaweza imba wimbo ya watoto? Sio ni mtu wa aibu, sio ni mtu wa kujificha. Hallelujah. Hebu simama kidogo. Unajua saa nyingine napendanga watu kuwa prophetic kwa ibada. Hebu simama kidogo, jinyoshe kidogo. Hiyo unafanya kama ni hiyo keti tu. Kama ni hiyo unataka kufanya keti. Ninasema ujitingize kidogo na raise your shoulders a bit. Hata unaweza point mtu mwambie acha kuniangalia hivyo. I'm just exercising my freedom. Hallelujah. This is an year of the unnatural. Praise the name of the Lord. Mwaka wangu ambao nitainuka igawaje niko mahali niko. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka usio wa kawaida. Siinuki kawaida. Sipati kazi kawaida. Silipwi mshahara kawaida. Kwa hivyo nasema watu wengine kuanzia leo, ukiona kuna zero nyingine imeongezwa mwisho, please celebrate. It is a doing of the Lord. Hallelujah. Kwani tuko hapa kufanya nini? Niliwaambia huyu ni Mungu wa kujibu maombi. Na atajibu maombi. Praise the name of the Lord. We are rising despite the situations. We are rising in spite of what we are the challenges we are facing. Glory be to God. Mwaka huu ndio mwaka wako. Ni mwaka wako. Sema ni mwaka wangu. Angalia jirani mwambie si wako, ni mwaka wangu. Mwambie tuelewane na tuheshimiane kwa hii. Huu ni mwaka wangu. Mwambie labda mwaka wako sijui, lakini wangu ni huu. Mwaka wangu ni huu. Mwaka wangu wa kubarikiwa ni huu. Mwaka wangu wa kujenga ni huu. Mwaka wangu wa kuhama ni huu. Mwaka wangu wa kusonga ni huu. Mwaka wangu wa kupandisha viwango ni huu. Mwaka wangu wa kuona mema ni mwaka huu. Blessed be the name of the Lord. Somebody say this is my year. Somebody say yes, this is my year. Sasa unaweza kuketi. Ninaona umeanza kujenga imani. Mwaka huu utakuwa mzuri. Praise the name of the Lord. Si mimi nimeanza kuweka gari mafuta kwa sababu ya safari zile tutaenda. Safari zile tutafanya nini? Tutaenda tukienda kwenu. Kwenu. Wengine si tunaenda Odhoni kwenu. Wengine si tunaenda kitu hatuendi tu ni mazishi. Tunaenda kwenu kucelebrate na your brothers. Maana hata kama hamkuwa mnaelewana, mwaka huu ni wa maelewano
ni wa masikizano, ni wa kupendana, ni wa kujenga. Haleluya. Mwaka huu hebu angalia mtu mwambie tunaenda kwenu kucelebrate. Na uangalia mtu mwingine umwambie I am coming to celebrate for I can see the doings of the Lord. I am coming. Hallelujah. So na wapendwa, mimi nitakuja. Kwanza mimi nimejitolea kuja. As long as nitakuwa around, nitakuja tu kucelebrate matendo ya Bwana. Maana mwaka huu tutayaona. Praise the name of the Lord. Akaambiwa mahali unafanya nini? Unaona. Na mahali ambapo utafika na miguu yako nitakupea. Praise the name of the Lord. Unajua kuna wengine na ndio maana huwa nawaambia kuna watu wananiuma, nasikia kama naweza gonga. Ni vile tu hii ni kanisa. I wish ingekuwa shule. Kuna watu tugerarua hapa. Maombi mengine tumefanya siku 2. Wewe ulikuwa wapi? Hebu niulizie neighbor, ulikuwa wapi siku 2 zilizopita? Where were you? Unaona sasa unakataa kumuuliza, hata wewe hutaki kuulizwa. Hebu muulize ulikuwa wapi siku 2? Where were you? Na niliwaambia chapati zitakuweko hata next week. Nikawaambia hata hii buzi unakula inapatikana tu, hata ukipiga kona hapa utapata buzi. Na hiyo itakuwa ready. Wapendwa, wachaneni na hii kukula. Kuna maombi tumefanya hapa. Maombi ya Ibrahimu, jina la Bwana libarikiwe. Aliambiwa mahali utatembea nitakupatia. Hebu simama kwa miguu yako. Leo nataka dakika 2 utembee kwa imani. Utembee kama Abrahamu kwa imani. Wewe hautembei physically. Hebu tembea kwa imani kidogo, na usitembee na huko jirani huko sana, usigawe kwake, lakini unaweza enda kule unataka. Hebu tangazia dunia, tangazia ulimwengu. Niliambia wengine, iambia you are my witness ya kwamba nimepewa baraka, nimepewa uzima, nimepewa ushindi, nimepewa mali, nimepewa utajiri wa dunia, nimepewa utajiri wa kiroho. Somebody possess the gates of your enemy. Somebody, I declare, possess the gate of your enemy. Possess the gate of your enemy in the mighty name of the Lord. Kuna maeneo ambao haukukanyanga miaka iliyopita. Kuna mambo haukufikia miaka iliyopita. But that is your portion in the name of the Lord. That is your portion in the name of the Lord. That is your portion in the name of the Lord. Kambala katela lamo shala kandarabayata rabaza. Utajiri wa maisha, utajiri wa kiroho, utajiri wa mioyo. Natangaza ya kwamba you are my portion in the name of the Lord Jesus Christ. I declare you are my portion. This is my year to enter into the covenant with the God. This is my year to enter into a covenant with the God. This is my year to enter into a covenant with the God. Shele makatala bazande reposela la makatara bazanda ramasala kandele bazaya ramasakara bagandere babozaida rakatela la masakara bayanda ramasala bayanda. Somebody declare your portions are there. Your portions are there. Your places there. Your wealth is there. Your material blessings are there. Your favor is there. Your increment is there. Your uprising is there. Your upliftment is there. For it is the will of God to raise you in the new year. Ni mwaka wako. Nena maneno, tabiria mwaka wako. Ufungulie hizo baraka katika jina la Yesu Kristo. Wengine walisema hauwezi kufika. Wengine walisema hauwezi kupita. Wengine walisema hauwezi kufika. Lakini natangaza siku ya leo, you can move on in the name of the Lord. You can move on in the name of the Lord. You can move on by the grace of God. You can move on by the favor of God. You can move on by the grace of God. Shala katarabazande rema katarabazala bagande rema sala katarabazanda. I am rising because of the Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus Christ. Sema natangaza leo ya kwamba kila nilichopewa na Mungu, kila nilichowekewa na Mungu ni changu kuanzia sasa. Hakuna kizuizi kitakachonizuilia kuyafikia yale nimepewa. Mchana na usiku hazitanizuilia. Nimebarikiwa, 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 nimeinuliwa
katika jina la Yesu. Somebody shout a good amen. Hallelujah. Amen. Enda, unaweza kuketi katika jina la Yesu. Unaweza kuketi. Praise the name of the Lord. Angalia mtu, mwambie na kuambia hivi, prepare to celebrate with me, for things are different. Sasa mbona unamwambia kama hutaki? Mwambie na kuambia hivi, jitayarishe kusherehekea, kwa maana matendo ya ajabu yanaenda kutendeka. Muangalie huyo mwingine, mwambie na usingoje niinuke na ile njia umezoea. Mwambie niko na njia tofauti, njia ya kimiujiza. Praise the name of the Lord, for it is the will of God. Amen. Do you believe the word of God? And so shall it be in your life. Praise the name of the Lord. Kuna neno ambalo nataka tusome kidogo, verse number 3, verse number 2. Inasema, enlarge the place of your tent. Isaiah 40:54. Enlarge the place of your tent, and let the curtains of your habitations be stretched out. Do not hold back. Lengthen your cords and strengthen your stakes, for you will spread abroad to the right and to the left, and your offspring will possess the nations and will people the desolate cities. Bwana asifiwe sana. Panueni hema zenu, ndivyo anasema. Mrefusheni curtain zenu. Unajua curtain zile zilikuwa upande. Praise the name of the Lord. Kwa sababu gani? Anasema kupanuka mtapanuka. Hebu fanya hivi, na nashukuru Bwana kwa sababu ya corona distance hauwezi guza mtu. Haleluya. Fanya hivi vizuri, sema kupanuka kwangu ni lazima. Sema lazima nitapanuka. Can you expand hivyo vizuri? Kwa sababu you will expand. The Bible says you will populate kule hakuna watu. Hallelujah. Sijui kama ningekuwa wewe ningesongesha hata miguu kidogo, nasema kule hakuna watu ni kwangu. Kule hakuna wenyewe, ninachukua katika jina la Yesu. Hallelujah. Na ile miji ambayo ilikuwa inakaa watu, alafu imehamwa, wewe unaweza ingia katika jina la Yesu. It is the will of God. Mwaka huu ni mwaka wa kutake possession. Taking possession, kupossess, kumiliki. Kwa hivyo mwaka huu ingia maeneo ukimiliki kile Mungu amekupea. Jina la Bwana libarikiwe. I want to read another verse, na ili tuwe na nafasi nimesema leo ni kukuelezea ujumbe wa mwaka huu, as we declare, praise the name of the Lord, so that hata tunaposhukuru Bwana, tunashukuru Bwana sio tu kwa sababu ya mambo ametenda, hata kwa yale ambao anafanya na huku mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Yes, and I told you on 24th, wakati tutamaliza mfungo wetu, tutakuwa na ibada ya dedication. Tukijidedicate kwa Mungu, tukidedicate mwaka wetu kwa Mungu, na tukidedicate vitu zetu mbele za Bwana. Praise the name of the Lord. So prepare yourself. Jiandae. Na wewe mwenyewe uende. Sasa mimi nitakupea jukumu, enda ujitafutie ni nini ambao utatoa mbele za Bwana kama dedication offering, ambao inahusu wewe na maisha yako. Praise the name of the Lord. For we are coming to a different year. Mwaka ambao una tofauti. Jina la Bwana libarikiwe. Sitaweza kunena mengi. 1 Kings chapter 20. Wafalme wa kwanza sura ya 20. 1 Kings 20. Nataka tusome verse 28. Hapo chini kidogo inasema namna gani? Inasema, hebu tuanzie verse 26 for the sake of understanding. And in the spring, Ben-Hadad mastered the Syrian and went to Aphek to fight against Israel. And the people of Israel were mastered and were provisioned and went against them. The people of Israel encamped against them. Praise the name of the Lord. Encamped against them. The Bible says, like 2 little flocks of goats, but the Syrians filled the country. Waashuri wamejaza ulimwengu. You know, hii ni jeshi ambalo si la kawaida. Waisraeli ni wachache, lakini hapa kuna jeshi kubwa. Lakini tufuate mstari unaofuata wa 28. And a man of God came near and said to the king of Israel, thus says the Lord, because the Syrians have said, the Lord is a God of the hills, but he is not a God of the valleys. Therefore, I will give all this multitude into your hand, and you shall know that I am the Lord. Hallelujah. Wamesema Mungu ni Mungu wa nini?
wa milimani. Waisraeli walitushinda last year kwa sababu tulikuwa kwa milima. Praise the name of the Lord. Labda hivyo ndivyo shetani amekuwa akijiambia. Tulimshinda kwa sababu ya ABCD. We never overcame in the year 2020 because of anything else. It was because of the Lord. Sema ni kwa ajili ya Bwana nilishinda. Sema vizuri, ni kwa ajili ya Bwana nilishinda. Na nataka ushike hili neno, kwa sababu Mungu wa milimani ndiye Mungu wa mabondeni. Mungu anayekupigania kule kulikoinuka ndiye atakupigania kule kuko chini. Jina la Bwana libarikiwe. This year, God will fight better. Hallelujah. Sijui kama umenisikia. Mungu atapigana better kuliko vile alipigana. Last year, ile vumbi shetani aliona, hiyo ilikuwa for example. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I don't want to go into much. Lakini sijui kama ulimesikia, hata serikali hata dunia inashangaa. Kenya, the issue about COVID-19, badala ya kupanda ni kushuka, inafanya nini? As of yesterday, tulikuwa at which percentage? 3%. Kwingine ni kulipuka, kunalipuka. Kwetu ni kupungua, inafanya nini? I don't even care whether ni mtu anadanganya. Kitu ninajua, mwaka huu God will fight better. Hallelujah. Na wazazi muache woga ati watoto wetu wanaenda mashule na hii corona haijakwisha. By the way, corona iko na huko. Hebu mtu aseme iko na huko. Na sijui kama unasema kwa hebu sema iko na huko, si huku, si kwangu, iko na huko. Hebu pia jirani, hebu isukume na huko, maana sijui kama iko na huko kwenu. Hebu jipanguzie corona ya huko, hiyo ndio iko na huko, uipeleke na huko. Iambie wewe niondokee, enda na huko. Na huwa nakwambia, I want you to learn to be a prophet of your life. Watoto wetu wataenda mashuleni na hakuna tutaitiwa kwa sababu ya corona. Hallelujah. Hatutaitwa. Sisi watasoma vizuri, watarudi mwezi wa 4. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Na watarudi wakiwa na afya. Hakuna kupiga simu shule ate mwalimu kunaendeleaje? Hatutauliza. Tuko na uhakika. Tumesema mwaka wetu ni bora. Tumesema ile vumbi shetani aliona ya kwamba miezi hiyo 9 sisi hatukupatwa na ule ugonjwa. Miezi hii inakuja 12 we shall be healthier. Hebu niangalie jirani uone vile corona imefanya. Ukiangalia watu, hebu angalia sura, ndio utajua corona. Si corona imefanya. Juu corona ilifunga na huko tukafunguliwa kwingine. Angalia watu wengine sura zilikuwa zimekaa kama mtu amekuliwa na vinyonga, lakini muangalie vizuri uone vile watu wamenyoroka. Ni kule ya wega hede ya corona. Wengine ndio walikula tu machungwa, wengine ndio walikula tu matunda ati kwa sababu ya vitamin C. Mimi naomba muendelee kukunywa vitamin C na mkule vizuri kuliko last year. Let the devil know that the God who fought for you in the mountain is fighting for you in the valley. Am I talking to somebody? Aliyewapigania mabondeni atawapigania milimani. Aliyewapigania milimani atawapigania mashambani. Aliyewapigania mashambani atawapigania mijini. Thank you. It is that hallelujah inanipea moyo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi nataka ukue mtu wa imani. Na nilikwambia imani ni kama wenda wazimu. Imani, hauwezi kuwa na imani ukue nomo. Ndio unaona na behave vile na behave, kwa sababu niko na imani kubwa ya kuwa na wewe hapa next year. 2021 to 2022 wakati tunachagua president, we will be there. We will be strong. We will be better. We will be higher than we were before. For it is the doing of the Lord. Somebody tell your neighbor, it is my time to rise. I didn't tell you to tell your neighbor. I said, tell your neighbor, it is my time to rise. Bado sauti haijafika, mshautie ili aelewe vizuri, mwambie, neighbor, it is my time to rise. Jina la Bwana libarikiwe. Huu ni mwaka wangu wa kuinuka. Ni mwaka wangu wa kubarikiwa. Ni mwaka wangu wa kusonga. Of course niliwaambia ya kwamba juu ya vile tumezoea hizi messages za new year, tunaambiwa another new year. Kuna watu wengi hata wakisikiza wanaekaga tu, ndipo mapasa huwa tu wanaongea new year, wanasemaga mtu atainuka.
Sisi hatusemi utainuka, Mungu anasema utainuka. Na imeandikwa. Na kama haujui, Biblia inasema kwamba for we are changed from glory to, tell your neighbor, glory to glory. Ebu uliza neighbor, by the way, ni glory ya juu kushuka ama ni ya chini kupanda? Kulingana na wewe. Anakuambia ni gani? Ya chini kupanda. So glory of 2019 was not the glory of 2020. And the glory of 2021 is not the glory of 2020. Tell your neighbor, check my face well. Because the glory that is coming is a greater glory. Hallelujah. Mwaka huu ndio mwaka wa ushindi. Mwaka wa utukufu. Mwaka ambao maombi ingine tumeng'ang'ana hapa kuomba. Tunapiganga tu viziki ambazo hazitoki. Tunapigana na vitu ambazo hazing'oki. Ndovu wasimamao kwa njia wasemao hauendi pahali. Bweha wanaosema wewe unainuka kama nani. Nasema hivi, hata tuwe tumetoka zile familia za wanyama, hata tuwe tumetoka zile za uganga ambao unafungiwa kwa kiuno, our rising shall not be dictated by the witchcraft, neither by the sorcery, neither by what our uncle said, neither by what our mother said. Our rising is because of what God has said. Praise the name of the Lord. Somebody say, my rising is sure. Hapana, wewe hujaona vile nimefanya. Sema ukismile, my rising is sure. Kuinuka kwangu ni hakika. Amen. Hata ukienda kwa nyumba utangaze kuinuka kwangu ni hakika. Nitainuka. Nilituma watu hapa sijui wangapi walienda kufanya. Kufungulia nyumba. Ufungue uambie Mungu wa the unnatural. Karibu. Mungu ambao unatenda makubwa, ingia. Praise the name of the Lord. Maana huyu Mungu ndiye Mungu wetu. Na wapendwa, hatujapokea Mungu wa kutishwa, Mungu wa woga. Ndio maana nawaambia usiweke macho yako kulingana na hali, kulingana na mazingira. Weka macho yako kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Mungu anabariki hata wakati hakuna tone la mvua. Kuna wakati mmoja nabii alitokea, akawaambia Waisraeli, chimbeni mitaro, maana itajaa maji bila mvua kunyesha. Haleluya. Mitaro itajaa maji bila mvua. Umewahi sikia story kama hiyo? Na Mungu hakusema mtachota maji, kuna kitu nitatenda na mitaro itajaa maji. Hebu angalia jirani, mwambie wewe chimba mitaro wachana na vile kule maji itatoka. Ai, unamwambia namna gani? Mwambie mtu chimba mitaro. Hapana uliza maji kule yatatoka. Angalia naiba mwingine, mwambie the business ya kutafuta maji ni ya Jehova. Kujaza mitaro ni kwa nani? Kuleta pesa ni kwa nani? Kazi yangu ni kufungua account. Praise the name of the Lord. Kazi yangu ni make sure my account is up to standard, up to the level. Lakini kazi ya kuleta pesa ya kuweka huko ni ya nani? Kazi ya kuponya wagonjwa si yangu, ni ya Mungu. Na mwaka huu Bwana asifiwe sana. Baada ya hizi siku tunaomba hapa 21. Bwana asifiwe sana. By the way, for your information, sisi tunaanza mfungo wetu kesho. Tutafunga siku 21. Na nataka unote mambo yafuatayo. Tulisema at least ufunge siku 3 zimeshikana. At least. Uhakikishe uko na siku ngapi? 3 zimeshikana. Alafu nikawaambia ikiwezekana kila wiki katika hizo wiki 3. Weka siku zako 3, hata kama utafunga Monday, ufunge Wednesday, ufunge Friday. Lakini hakikisha uko na siku zako. Praise the name of the Lord. Hii chakula tunakula hakuna mahali itaenda, itakuweko. Tukifungua tutaikuta. No ngikiona tatu huko kuhinyiriria no uigage hando. Praise the name of the Lord. Najua kuna watu wanaona kama anafinyiriwa kufuga hizo siku zote. Pastor, wewe unaelewa mambo. Weka mahali utakula. Ile mayai yote ungekula sema isipikwe, weka mahali. Utakapofugua utaikula. Lakini sasa shida ni hii, kama utakula ile mayai yote ungekula, ulifuga kweli? Ya una jamaa anaweza fugua anasema ile mayai 10 lete. Anaipika once, anaigonga. Nasema yoboka na kiremereti. It fries with what it has swallowed. Praise the name of the Lord. Tuache hiyo tabia. So nikasema vingine ni mtu kuweka at least yule ambaye hajiwezi, wa mama ambao wananyonyesha, unaweza weka siku at least uwe na siku moja kwa wiki. Na nikasema yule utalemewa, tumekupea ruhusa ukunywe kikombe ya chai asubuhi na ukunywe kikombe ingine jioni.
Jina la Bwana libarikiwe. Wale unafanya kazi mzito unaweza kunywa kengine saa 7. Lakini hapana kuweka thermos 4, thermos 5. Unakunywa chai mpaka unasikia watu wanakuuliza, "Are you sick?" Uko mgonjwa. Juu chai ile umekunywa imepita. Tunataka mfungo ya maji. Watu wakunywe maji mpaka miili ikuwe clean. Praise the name of the Lord. This is a time to detox. Hallelujah. Si mnasemanga kudetox? Sasa ndio season ya kudetox. Ufunge chakula uachane naye. Na hapana fuga halafu unakunywa uji. Praise the name of the Lord. Ama kukula kaugali kadogo jioni. Ati unaambia watu mimi nimefuga na kula kadogo. Halafu unakuta ile kadogo, ile unasikia inaitwa kadogo. Hiyo ndio watu wengine wanakula wakiwa wangapi? 2 ama 3. Halafu mtu anasema nakulanga tu kadogo. Sasa mpaka unashindwa akiwa normal anakula gani? What I mean ni wakati wa kufunga. Praise the name of the Lord. So Sunday 24th tulisema tutakuja kucelebrate, tutakuja kufanya kile Mungu atatusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Na bado tunafikiria kuna siku tunataka kuweka za kukamp hapa, wale ambao wanaweza tutaomba. Praise the name of the Lord. At least particularly jioni tunataka kuweka, tunaweza kuja hapa tupate nafasi ya kuomba kwa sababu tunataka maombi mengi. Amen. Yes, as long as we can maintain our social distance and what have you, we can have our opportunity. Bwana asifiwe sana. Amen. Na mnaona naendelea, na mniombe Mungu nimalize kule, ili tulikisema kwamba tunatengeneza place of residence. So mtuombe tuweze kumaliza. Na kama uko na pesa utupatie. Ukitupatia pesa sasa ni kumaliza, tutamaliza. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tungekuwa na mahali ungekuwa unaomba, unaenda unapumzika kidogo, unaenda job. Praise the name of the Lord. Sasa tuachane na hayo. So ninasema hivi, ni vizuri sisi ambao tunao kuja katika mwaka huu tumeshavuka, tujue ya kwamba Mungu atatupigania. Alivyopigana wakati uliopita, atapigana zaidi mwaka huu. Praise the name of the Lord. So wakati tunapomalizia, maana nataka tufanye mambo mawili kwa pamoja. Exodus chapter number 12. Ilifika wakati wa Waisraeli kutoka. Wanatoka Misri. The Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt, "This month shall be for you the beginning of months." Ukisoma katika other versions inasema the beginning of the year, mwanzo wa mwaka. Huu utakuwa kwenu mwanzo wa mwaka. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa Mungu aliwaambia namna gani? Tell all the congregation of Israel that on the 10th day of this month, every man shall take a lamb according to their father's houses, a lamb for a household, and if the household is too small for a lamb, then he and his nearest neighbor shall take according to the number of persons. Okay, imeandika mambo mengi ambao hata nikisoma wengine hiyo ni Greek na history imechanganywa. Nimesema Exodus chapter number 12. Praise the name of the Lord. Kutoka 12. So neno linasema akawaambia, huu ndio mwanzo wa mwaka kwenu. Fanyeni nini? Chukueni mwana kondoo. Ukisoma huko chini anasema wao waliambiwa the 10th day of the year. Praise the name of the Lord. Wakae naye mwana kondoo, kisha watamchinja siku ya ngapi? Ya 14. Hallelujah. Siku ya 14 ndio siku ya departure, ndio siku ya kutoka, ndio siku nataka mle yule mwana kondoo kama ishara ya agano. Wale ambao ulipata message tulisema ya kwamba tuko hapa kuingia agano na Mungu wetu katika mwaka huu ambao tunaingia. Ni agano la aina gani tunaingia nalo? Ni agano la ukombozi. Ni agano la kutenganishwa. Ni agano la kuachana na mambo yale ambao tumekuwa utumwa ambao tumetumikishwa. It is time to make a covenant that we shall not walk in the servitude, in the slavery ambao tumekuwa tunatembea ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo kama kuna utumwa ulitumikishwa, the time has come for you to depart from the slavery. Praise the name of the Lord. Wakati umefika Mungu akutoe katika Misri ya maisha yako, akulete mahali ambapo unaweza anza kucelebrate your freedom. Jina la Bwana libarikiwe. In the beginning of the year ndiko waliambiwa watakula ile meza kama ishara ya kuingia agano na Mungu, ya kwamba ni mwanzo wa miaka, na wakaambiwa watafanya hivyo katika kumbukumbu zao. Jina la Bwana libarikiwe. Na Yesu wakati alikuwa anaondoka, aliwaambia wanafunzi wake, nyinyi hamtachinja mwana kondoo kama wale wengine. Of course alichinjiwa, Yesu alichinjiwa. Siku hiyo ya mwisho alichinjiwa akala.
Praise the name of the Lord. Lakini zaidi ya hiyo ni kwamba baada ya hiyo siku hawakuchinja tena. Kitu walipewa ni nini? Ni kikombe na mkate. Wakapewa divai na mkate. Wale na kunywa kama meza ya Mungu. Agano jipya la Kristo. Praise the name of the Lord. Mwaka uliopita, si kunawezekana kuna maagano yalikuwa yanatufungia. Si kunawezekana kuna maagano ya familia yalikuwa yanatufungia. Maagano ambayo yamefanywa na watu. Amen. Na nimekuwa nikifundisha watu wengine ambao mnajiona muache kuchukulia maneno rahisi. Wale walikuwa hapa siku mbili tuliongea habari ya kudiru na maneno ambayo imenenwa katika family, maneno ambayo inatokana na watu ambao ni wabaya. Maneno hayo tulishughulikia. Lakini for now, because of time, I may not go back to that. But I want us to do something. To deal with the covenants ambazo zinaweza kuwa zinatushika, zinatufungia, zinatuzuilia. Tuziondoe na tuingie agano na Mungu. Praise the name of the Lord. Kuna neno ambalo wacha nione kama nitalipata na ili nikupe. Neno ambalo liko just a minute. I want to see whether I can get the word very quickly. Nilikuwa nataka kukupea neno hilo, liko katika kitabu, either kitabu cha Ezra ama kitabu cha Nehemia. Kuna mahali ambapo chapter 10 verse number 3. Angalia vile ambavyo Biblia inasema kwamba now therefore let us make a covenant with our God. Praise the name of the Lord. Tufanye agano na Mungu wetu. Biblia inasema to put away all the wives and such as are born of them according to the counsel of the Lord. Yani tuachane na wale wanawake tulioa ambao hawako sawa. Tuachane na wale watoto walizaliwa na njia isiyo sawa. Let us make a covenant to do things in a different way. Jina la Bwana libarikiwe. Si leo nataka tufanye agano na ndivyo Mungu aliniongoza. Tuweke agano ya kwamba maisha hayatakwenda vile yamekuwa. Mambo yetu haitabaki vile imekuwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hatutatembea katika vile watu wengine walikuwa wanatembea. Hatutaenenda katika zile njia watu wengine wamekuwa wakitembea. Praise the name of the Lord. But we shall make a covenant with our God. Agano jipya. Agano ambalo ni tofauti na maagano yale ambayo tumekuwa naye. Kuenda ikawa tumezaliwa katika nyumba ambazo zina maagano yanayoua, yanayofanya mateso, yanayoleta shida katikati ya watu. But today, as we stand in the presence of the Lord, we shall make a different covenant in the presence of the Lord. Hallelujah. Kwa hivyo nataka tusimame mbele za Bwana. Si neno la Bwana umelisikia vizuri. Mimi nataka tusimame. Simama, weka vitu zako chini sasa. Tusimame mbele za Bwana. Nataka tuzungumze na Bwana kwa sababu ya mambo mawili ya muhimu sana. Kitu cha kwanza, nataka tuondoe maagano yoyote ambayo yanaweza kuwa yametufunga. Maneno yoyote ambayo yanaweza kuwa yamesemwa na yanakufunga. Matendo yoyote ambayo yanaweza kuwa yamezungumzwa na yanakufunga. Praise the name of the Lord. Ila kuwe kuna mtu alifanya jambo mahali, kuna mtu aliongea kitu fulani, kuna mtu alifanya mambo na njia fulani. Hebu tuyazungumze siku ya leo, tuyaondoe juu yetu katika jina. Maagano ambayo yanatesa, yanasumbua, nataka uyatamkie, niondokee katika jina la Yesu. Hata wewe ambao unatutazama kwa mtandao, tuomba kwamba uingie katika maombi pamoja nasi. Somebody declare the covenants ambazo zimekuwekwa, covenants ambazo ziliwekwa, covenants ambazo zinasumbua, ambao zinatesa nyumba yenu. Can we decree? Can we command them? Ziondoke, hauzitaki. Can we confess them? Tuseme hatutaki maagano hayo. Maagano ambao yalikuwa yanatusumbua, maagano ambao hairuhusu watu kufanikiwa, maagano ambao hairuhusu watu kuingia katika uzima. Maagano ambao wale ambao waliingia ndani yake walijifunga na wakafunga watoto wao,
wakafunga mali zao, wakaweka mateso juu yao. Tuna agano jipya kwake Bwana, tuna agano mpya katika Kristo. Maagano ambayo inafungia wengine, inafunga njia zetu, inafunga maisha yetu. Ondoa maagano haya na utupe nafasi ya kujenga agano jipya, na utupe nafasi ya kuingia katika agano jipya. As we glorify your name, as we exalt your name. Shele mama katarabazandela lotala la katerabazala mayanda rapasela la kotalibo zandela rameyeketela la bozanda la bayanda ramakata rabazela la bozandela. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray, my God, that the covenant that was made against me, the covenant that was made against my people, the covenant that was made against my family, the covenant that was made against that which God you made for us, rekosela bayanda rapasela la makata rabazanda. Natangaza ya kwamba Bwana, agano lile ambalo Bwana uliweka, agano lile ambalo uliandaa, agano lile ambalo ulipanga, ora kasala bayanda rapasela la bosakara bayande remosela la kotalibo zanda ramaseka rabazanda rekosela la bosale bayanda. Katarabaganda ramosela la kotalibo zenda remasela la kotalibo zalima raposala katarabajande rema katorobo zakarabayanda. Natangaza siku ya leo, agano lile ambalo litasimama kwangu ni agano la Kristo. Wewe mpendwa, ingia katika agano na Kristo. Hebu tangaza ya kwamba kuanzia leo you are entering a covenant with the Christ, a covenant with the blood of Jesus Christ. Damu ambazo zinanena kinyume chako, maneno ambayo yananenwa kinyume chako, maagano hayo umeyaondokea. Agano lile litafanya kazi kwako. Ni agano lake Kristo, ni agano lake Bwana. Remo mama sakayanda rakatala bazandere bakaya raktaba zandere babozaida rena kotarama sakabagande rema sataganda ramayata. The covenant of Christ, the covenant that stands, the covenant that lives forever, the covenant that is eternal. I declare today, you are my covenant. Elalala kataramaze, elalala kataramazalala, rapasalala kateremaza. Agano la umilele, reka kataramazalalaza, reka kataramana mashala babaze, reka kataramana mashala babazande, reka kataramana mashala bayanda. Kasala bayanda reka katarama mamaza reka kataramana mashala lalaza reka kataramana mashela labozande. Nakupenda Bwana reka salalaka reka katarama shala bazande rema mama katarabazala bazande. We worship you. We worship you because you are worthy. We worship you because you are mighty. We worship you because your name is great. We worship you because your name is great, our Father. Amen.
Tunaweza kuketi dakika moja. Kuna neno ambalo nataka tushiriki kidogo. In the book of Hebrews chapter number 13 from verse number 20. Hebrews 13 verse number 20 and 21. As we prepare ourselves to partake the table of the Lord. Biblia inasema namna gani? How now may the God of peace, who by the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus and the great shepherd of the sheep, equip you with everything good to do his will, accomplishing in us what pleases him through Jesus the Messiah. To him be glory forever and ever. Kuna jambo nataka utazame katika lile neno ambalo linasema the eternal covenant. Bwana aliyeweka agano la umilele kupitia kwa damu ya Kristo. Hebrews chapter 13 verse number 20. Praise the name of the Lord. Yani Bwana aliyeweka agano la umilele kupitia damu yake Yesu Kristo. Nikasema ya kwamba katika maisha haya, give me one pack. Katika maisha haya agano jipya, hatukupewa twende tukaue mwanakondoo tumwage damu, lakini alitupea divei, uzao wa mzabibu, ukiwa ndio ishara ya damu yake kwetu. Jina la Bwana libarikiwe. So this is a representation of the blood of Jesus Christ. As we partake together, we are partaking the blood of the new covenant. Say the new covenant. And the Bible adds another dimension. It says an eternal covenant. Wapendwa, na ninataka nimewafundisha, build your faith in God and build your faith in the institutions established by God. Mambo yale Mungu amejenga, ameyaweka, jenga imani juu yake. Jina la Bwana libarikiwe. Akasema kwa damu hiyo ya agano jipya ambalo ni agano la milele. Milele ni kusema halina mwanzo, halina mwisho. Hakuna mtu anaweza lichunguza akalielewa. Hakuna mtu anaweza lifuata akalifahamu katika ukamilifu. Praise the name of the Lord. This is the blood of the new covenant. Matthew 26 verse number 26. Biblia inasema kwamba na walipomaliza kula, akautwaa mkate, akawapea, akawaambia, this is my body that is broken for you. Na hapo chini maandiko inasema kwamba kisha baadaye akatoa kikombe, akawapea, akawaambia, this is my blood, the blood of the new covenant. Akawapea, akawaambia, do this in remembrance of me. Na kusudi la kile kikombe na ule mkate ilikuwa jambo moja. Number one, to establish his covenant in people. Bwana Yesu asifiwe. Unajua damu hiyo ingine ilikuwa inamwagwa chini. Yake anasema hamwagi chini, anamwaga ndani yetu kupitia wakati tunashiriki. Praise the name of the Lord. It's not about the company. Hawa watu hata sijui kama wanapaswa watupe paketi kadhaa juu ya kuwa promote. Nimewatangazia. Hallelujah. So usiende ukasema, unajua kuna watu sasa unaanza enda ukuta kitu kingine unasema mchungaji hakusema hiyo. Naongea habari ya the symbol. Praise the name of the Lord. The blood that represents a new covenant. And it is not just a covenant, an eternal covenant. Another thing that you must understand from eternal, it is something that you cannot change. Hauwezi ibadilisha, hauwezi igeuza. Bwana Yesu atukuzwe. Agano hili ambalo tunakula na kunywa ni agano hauwezi badilisha. Manake ni kusema baada ya hii kuna watu pengine walikuwa wanaweza kukulaani, wanaweza kukufunga, wanaweza kukutesa, wanaweza kukufungia njia. Lakini baada ya hii agano hili likifika kwako, umefanya agano na Mungu, naye Mungu amefanya agano nawe. Kuna watu wanapaswa wanyamaze. Kuna maneno yanapaswa yanyamaze. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema ya kwamba damu ya Yesu, hii ni katika tu kitabu cha Hebrews, inanena mambo mema kuliko damu ya nani? Ya Abeli. Damu ya Abeli ikiwa kwa mchanga ilikuwa inanena, ilikuwa inaitana.
Kwa hivyo damu hizi ambazo tunaongea zikiwa kwa mchanga, zikiwa zimenenwa juu yetu, zinaweza ongea kinyume chetu. But the blood of Jesus will speak for us from this day onward. Praise the name of the Lord. This blood of the Lamb of God will speak for us from this day onward in the name of Jesus Christ. So, ninataka wakati tunapoandaliwa, nataka mahali uliko shika hii, nataka uanze kujiandaa kwa sababu ya kula meza ya Bwana. Unaweza funga vitabu vyako na vitu vyako, na nataka usikie maneno haya. Biblia nasema mtu akikula na njia isiyofaa itamuua, itafanya awe mgonjwa, itamuua. Njia isiyofaa ni kusema namna gani? Ni mtu kucheza na Mungu. Kama wewe ni mtu wa dhambi, hebu weka dhambi chini na upapa hautembei katika dhambi. Kama wewe ni mtu ile ambao ni ya mchezo, wewe wachana na hii. Hakuna haja ukule ukuwe mgonjwa. Hii nataka ukule upone. Praise the name of the Lord. Na watu wanangojeka kwa nini? Wakati wanakula vibaya. Wakati mtu anakula haheshimu Mungu. Na kukosa heshima, unajua hakuna mtu hawezi kosea. Ni watu wale wanakula, lakini hata akiwa na makosa ukimwambia atubu, hawezi itubu. Hata kuna mtu, na nimewambia mara nyingi, mtu unaweza sikia tunasema tutubu, unasikia mtu anasema Bwana wasamehe. Yani ni wao, mimi siko hapo. Uwasamehe Bwana, uwasaidie. Yani mpaka unashindwa wewe ni mtu wa aina gani? Biblia inasema tukisema hatuna dhambi tumejidanganya sisi wenyewe. Hakuna mtu hawezi kuwa na makosa. Kwa hivyo nataka tujitakase. Nataka uinamishe uso wako na dhambi zozote ambazo zimekuwepo katika maisha yako mwaka uliopita. Nataka uambie Mungu, nisamehe ili niweze kuingia agano na wewe, so that I can covenant with you. Somebody get into prayer. Hata watoto wetu, na hakuna kutembea tena, watu wakae, waketi, wasikize na tuweze kushiriki hii meza pamoja. So Sunday school teachers, please make sure the children are within the house as we share, because we are sharing, all of us, with our children. So get into prayer, get into prayer. Na ukasikia kupiga magoti yako uambie Bwana akusamehe, wewe piga magoti mwambie akusamehe. Ukasikia simama uambie Bwana akusamehe. Ni wewe unajijua. Hebu jiombee vile inastahili. Jiombee, apia Bwana nitakase, nioshe. Nioshe Bwana, nioshe katika jina la Yesu Kristo. Nioshe Bwana katika jina la Yesu Kristo. Oh, precious is thine throne that makes me white than snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is thy throne that makes me white than snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. In the background of that song, pray for yourself. Pray for yourself. Omba utakaso, omba utakaso. Kututakasa ila damu yake. Na wale mnatutazama kutoka nyumbani pia, unapojiombea kutakaswa, unaweza weka kitu mbele yako kile uko kwa nyumba. Hata kama huna divai kama sisi, tayarishe kile ambacho uko nacho, so that we can partake together and allow the God of blessings to bless us, and allow the God of favor to favor us in the name of Jesus Christ. Oh, make a covenant with the God. Fanya agano na Mungu, agano ambalo linaleta uzima, agano ambalo linaleta baraka, agano ambalo linaleta wokovu, agano ambalo linakupea nafasi ya kufikiwa na kile ambacho unastahili kufikiwa nako. Somebody talk to God. Somebody talk to God. Shakapate katorobozala bazande. Damu yoyote nyingine ambayo imekuwa ikinena kinyume chetu, damu hiyo tunatangaza, you are not our portion in the name of the Lord. The voices of sauti za maadui
ambazo zinatokana na damu nyingine, tunakutangazia you are not our portion. Makosa yale ambayo tumefanya, dhambi ambazo tumeingia ndani yake, uovu ambao tumeingia ndani yake, tunaomba tukatakaswe katika jina la Yesu. Father, we thank you because you are God. Father, we thank you because you are good. Father, we thank you because you are mighty. Ora kasalama ye katoliba zande. Tuatangaza damu yako Yesu ndiyo damu itatutetea. Tuatangaza kwamba wakati unapotutakasa, unaondoa sauti ya damu zingine, unaondoa sauti za damu za watu, damu za wanyama, damu ambazo zilimwagwa katika nyumba zetu, damu ambazo zilimwagwa within our families, unaziondoa, and you are giving us a new blood. You are giving us a new covenant because you are God. We love you because you are mighty. We love you for the blood. In the name of Jesus Christ, we thank you because you are God. We thank you because you are God. In the name of Jesus Christ. Baba, tunasema wastahili. We make a covenant with you. Can we all stand up in the presence of God? We and our children. Tusimame mbele za Bwana. All of us, let's stand in the presence of the Lord. Inua mikono yako miwili mbele za Bwana. Sema, Bwana, wewe ni mwingi wa rehema na mwingi wa fadhili. Katika kutembea kwangu, katika njia zangu, haikosi ya kwamba nimekukosea, nimetenda mambo ambayo sikustahili kuyatenda katika njia yangu. Bwana, unisamehe makosa ya mwaka uliopita, mpaka mahali nimefika kule sikukupea utukufu. Nisamehe Bwana, kule sikuonyesha mapenzi yako. Nisamehe Bwana, kule sikutenda haki kwa wanadamu na kwako, kule sikujitolea na wala sikujipeana kama ilivyostahili. Unisamehe siku ya leo, unioshe dhambi hii, uniondolee uovu huu, unipe nafasi ya kuanza maisha mapya bila mizigo ya dhambi. Mahali ambapo Bwana nyumba yetu ilikosea na wakamwaga damu, damu isiyo haki, damu ambayo haikufaa, Bwana, unisamehe damu hiyo, na sauti ya damu ngeni, sauti ya damu ya dhambi uniondolee katika maisha yangu. Agano lolote nililoshirikishwa, nililoingizwa ndani yake kwa kujua wala kwa kutokujua, nisamehe Bwana, na ulivunje leo. Natangaza ya kwamba I will not belong to the covenants with the devil. Maagano na mashetani, maagano na wanadamu, maagano yanayonifunga, yanayonizuilia, yanayonitesa, unisamehe leo na univunjie leo katika jina la Yesu. Wakati ninapoingia kula meza yako, natangaza ya kwamba naingia kwa agano na wewe, naingia kwa agano na wewe, naingia kwa agano na wewe. Natangaza ya kwamba kuanzia leo nitajulikana, nitatambulika kwa agano lako, nitatembea kwa agano lako. Ninaposhiriki meza hii uliyosema nishiriki, natangaza ya kwamba agano langu na wewe litadhibitika. Agano lako la umilele linalobeba uponyaji, uponyaji wa mwili na wa nafsi, uponyaji wa maisha, uponyaji wa jamii, uponyaji wa kifedha.
Kile kazi damu yako ilifanya, natangaza leo inafanyika katika maisha yangu. Vifungo nilivyofungwa vimekatika. Vifungo nilivyofungwa vimekatika. Magonjwa yaliyoniandama yameondolewa. Mateso ya nyumba ya baba yangu yameondolewa. Maovu ya nyumba ya baba yangu yameondolewa kwangu. Bwana, naingia kwa agano lako nikijua ya kwamba maisha yangu yanaanza upya siku ya leo na hata milele. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana, nabariki watumishi hawa wako. Wakati tunaingia katika kula meza hii, twara meza inayobeba agano lako, linaloingia katika miili yetu, linaloingia katika nafsi zetu. And we declare from this day onward, maagano mengine hayana sauti. Sauti yake imenyamaza. Sauti inayoinua magonjwa, sauti inayoinua mateso, sauti inayoinua umaskini, sauti inuao kushindwa, sauti inayoinua vita. Tuatangaza leo, you are a voice that is dead. You are a voice that is nullified by the covenant of Christ. Vile Waisraeli walikula lile agano likawatoa Misri, nasi wakati tunakula hili agano tunakata mateso ya miaka iliyopita. Tunakata mateso ya miaka iliyopita. Tunajiunganisha na ushindi wa Mungu. Tunaunganisha uweza wa Mungu na maisha yetu. Uweza kama vile neno limetuambia, uliomfanya Yesu akafufuka kaburini, agano la damu ambao ilimtoa katika kaburi. Agano hilo ndilo tunashikana nalo. Every grave that held any one of us, break in the name of the Lord. Agano la kaburi liloshika mmoja wetu, tuakutangazia leo you are broken. Agano la kaburi linalobeba maovu, linalobeba udhaifu na unyonge, hauko pamoja nasi. Tuatangaza hivyo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kanisa tuseme amen. Amen. Give a clap offering to the Lord. Amen. Give a praise in the house of the Lord. He deserves the glory. Amen. Tunaweza kuketi pole pole mahali uliko. We will serve you the table. Amen. Give me a cup, give me a piece of bread. Amen. Or you come with it as it is. Amen. Na Biblia inasema kwamba akauinua mkate, akaubariki, akasema, tazama, huu ni mwili wangu ulioteswa kwa ajili yenu. Mateso yako yalichukuliwa na Yesu. Unapokula hii, nataka ule ukisema, aliyebeba mateso yangu ndiye ninashiriki ibada yake. Aliyekufa kwa ajili yangu, aliyeumia akajeruhiwa kwa ajili yangu, ninateseka. Badala yangu yeye ndiye amefanya nini? Ameteseka. Kwa hivyo unapokula, unakula uponyaji wako, unakula uweza wako. You are eating your healing. You are eating your deliverance. You are eating your financial breakthrough. You are eating the blessing of the Lord. Maana katika hii dunia yote Biblia inasema itabarikiwa. Amen. We declare it is holy in the presence of the Lord. And in the same manner he took the cup and gave it unto them and said, take this, it is the blood of the new covenant. Agano la Kristo liwe katika nyama zenu. Agano la Kristo liwe katika mifupa yenu. Agano la Kristo liwe katika kila sehemu munakoenenda. Carry this covenant with you. I release you to carry the covenant to your houses. Carry the covenant to the places where you work. Carry the covenant wherever you go. In whatever you do, carry the covenant of Jesus. The covenant in the new blood. The blood of Jesus Christ. And may through this covenant be the silencing of any other covenant. Agano lingine lolote ambalo lilikuwa linanena linyamazishwe na agano la Kristo. Amen. God bless you. Let us serve. Na zote tukipewa utagojea. Hata watoto wetu tumewafundisha, wale wamekuwa hapa siku nyingi, tunangojeana. Tutachukua sote, we will be served the bread and the cup. Utachukua mkate, utafuatishiwa kikombe, na utapata nafasi ya kula
pamoja na sisi wakati tunapoendelea. It is the blood of the new covenant. The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. The blood of Jesus on the cross. Ukipokea tuzidi kushirikiana katika huo wimbo. Set me free. The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. The blood of Jesus, the blood of Jesus on the cross, it was to set me free. The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. Hallelujah. It was to set me free. It was to set me free. The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. Hallelujah. It was to set me free. It was to set me free. The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. Sing the blood of Jesus on the cross, it was to set me free. The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. I declare today, it was to set me free. It was to set me free. Oh, the blood of Jesus, the blood of Jesus on the cross, it was to set me free. It broke the covenant of the enemy and it set me free. It elevated me to sit with the princes on the high places. Mahali uliko, kikombe ulichoshika, mwili ulio katika mkono wako kwa ishara ya mkate, ni agano jipya, agano ambalo halikuwa mbeleni, halikuweko, lakini liliweko. Na wakati tuashiriki agano la Kristo pamoja, wakati tunaungana pamoja, niliwaambia hizi ndizo vitu zile nasema kanisa mtu asimisi. Hata kama mambo yako, shughuli ziko, sijui anga shule zitafunguliwa, these are the things you honor. Ni Yesu mwenyewe. Hii si dini ilianza. Kuna vitu ni makanisa iliweka. Hii ilianzwa na Yesu mwenyewe. Akapea watu akasema kunyweni, ni ishara ya damu yangu, damu ya agano jipya. Praise the name of the Lord. Kuna mtu yeyote hauna kitu? Wale hawana mkate, inua mkono.
Inua mkono tujue, wale hawana mkate tujue mahali tumefika. Okay. Upande huu. Haya, kama hauna kikombe, wale hauna kikombe, kila mtu amepata kikombe chake. Kila mtu amepata mkate wake. Na hata watoto, as long as mtu wako katika umri anaweza kula, unaweza mpea. Amen. Waliambiwa wakule wao na watoto wao, hawakupewa wao wenyewe. Kuna mipangilio ilikuweko kwa dini mbeleni, tulikuwa hatupei watoto, lakini tulipoangalia Biblia tulikosa mahali inasema iliwe na watu wazima peke yao. Ilipeanwa kwa watu na nyumba zao. So as long as a child anaweza kula, mpatie, pia atakuwa katika ule ushirika na uhusiano. Kama kila mtu amepata, tafadhali ninaomba tusimame kwa miguu yetu. Kuna neno ambalo Biblia inasema ya kwamba katika ile chapter 12 of the book of Exodus, waliambiwa mtakula viatu vikiwa miguuni na mumejifunga mishipi kiunoni, mtakula mkiwa katika possession ya kwenda. Kwa sababu gani? Baada ya hiyo mtatoka. Praise the name of the Lord. I want you to do it symbolically, that you are doing it in a way that ni kutoka utatoka. You are about to exit. Somebody say, my time to exit has come. Somebody say it again, my time to exit has come. Sema wakati wangu wa kutoka umefika. Amen. Na kwa hivyo, kama vile neno limetupea, sema kwa mwili huo ambao nimepewa, ambao ninakula kwa mfano wa mkate, kama vile ulikatwa ndivyo Yesu ulivunjwa kwa ajili yangu. Natangaza kupitia mwili wako, mimi nimepona, mimi nina uzima, mimi nina baraka, na mimi nina ushindi. Natangaza pia leo ni wakati wangu wa kutoka kwa vifungo, kutoka kwa minyororo, kutoka kwa mateso, kutoka kwa magonjwa, kutoka kwa maumivu, katika jina la Yesu. Natangaza vizuri, sema natoka kwa madeni, kwa magonjwa, kwa mambo magumu na mateso kwa maisha yangu. Na natangaza pia leo, sitoki peke yangu, natoka na uzao wangu, natoka na mali zangu, natoka na baraka zangu. Kilicho changu, kilichofungiwa miaka iliyopita, wakati umefika, milango ifunguliwe, niruhusiwe kutoka katika jina la Yesu. Sema kuanzia leo, kutoka kwangu kumeanza leo. Sema kuhama kwangu kumeanza leo. In Jesus name. Amen. Hallelujah. We are moving in the name of the Lord. I can feel it right now. Kama wewe umeteseka na magonjwa, ninatangaza leo kama mtumishi wa Bwana, kwa ishara ya mkate ulioshikilia ambao ni mwili wa Kristo, ninaweka mpaka katikati yako na magonjwa. Natangaza hata wewe uliye nyumbani, receive your healing in the name of Jesus. Receive your deliverance in the name of Jesus. Oh, repasela la baganda. Kuna watu nguvu za Mungu zimeanza kuwashukia, because God is at work in this house. In the name of the Lord. Kuna neno jingine ambalo nasikia, watu ambao mumeishi na madeni, ninasikia ya kwamba madeni yenu mumefika mahali na you are moving out of debt in the name of the Lord. God is moving you. Mambo ya madeni unatoka, mambo ya madeni unahama, mambo ya madeni unaondokea, kwa maana unatoka Misri na utajiri wako. Do you understand what God is saying? Mali yako ambayo ilifungwa, Waisraeli walifungiwa miaka 430, hawakulipwa chochote, lakini at the middle of the night walilipwa. In the middle of the night walilipwa miaka 430, wakalipwa mpaka mishahara ya watu waliokufa. Hey, hallelujah. I declare by the word of God, I unlock whatever belongs to you in the name
of Jesus. I unlock your family wealth. I unlock the wells of wealth in the name of the Lord. Visima vya mali na utajiri vianze kufunguka kwako kutoka leo katika jina la Yesu. Inua kikombe chako, sema na kwa kikombe hiki agano la damu ya Yesu ndio agano langu. Natangaza maisha yangu hayapo chini ya maagano mengine, lakini nipo chini ya agano la Kristo. Damu zilizonena, zilizoninenea, zilizonitetesha, zilizonitetea, lakini sio damu ya Yesu, ninaziondoa maisha yangu. I break free in the name of the Lord. I declare today, the blood of the Son of God is my blood, is my blood. Damu ya mwana wa Mungu ndio damu ya maisha yangu, damu itakayonena kwa niaba yangu. Kuanzia leo ni damu ya Yesu, damu ambayo itanena kwa niaba yangu. Ni damu ya Yesu itakayonitetea, itakayoteta na maadui, itakayonena malangoni, itakayonena maishani. Ni damu ya Yesu. Amen. Somebody give a celebration in the presence of the Lord. Hallelujah. Amen. Tunaweza shindwa kupigwa makofi, lakini tunaweza shangilia Bwana. Hallelujah. Hallelujah. My time of departure has come. Look at your neighbor, mwambie bye bye, I'm departing. Nimeondoka, kwa heri. Mwambie nimeenda, kwa heri. Mwambie mahali umezoea kuniona hautanikuta pale, maana nimepewa ruhusa ya kwenda. Angalia mtu mwingine, mwambie nasitoki mikono mitupu. Mwambie kwa agano hili kuna utajiri. Angalia mwingine, mwambie kwa agano hili baraka zangu zimefika. Angalia mtu mwingine, mwambie kwa agano hili nakwambia maisha yamebadilika. Kuna mtu ambaye anaamini neno la Bwana. We are ready for departure. We are ready for acceleration. We are ready for movement. In the name of the Lord, we are ready to go. We are ready to rise. We are ready to conquer. We are ready to defeat our enemies. We are ready to fight. Because it is the will of God. We are celebrating the doing of the Lord. Amen. Keti kwanza, ukule umetulia. Ukule hapo na ukule ukisalimia jirani, ukimwambia hii ndio ishara yangu ya kuhama. Sasa utabidi utoe mask ili ukule. Kwa hivyo umeruhusiwa sasa, unaweza teremsha mask. You partake the Lord's table together with us. Na wale wako nyumbani, shiriki pamoja nasi katika jina la Yesu. Hallelujah. Things are happening. Grace is increasing in the house. Favor is coming to somebody's life. Healing in your body is coming in Jesus' name. Uponyaji katika miili yenu, uponyaji katika maisha, katika ndoa zenu, katika familia zenu. And you are also engaging and getting into a covenant with Christ. Agano na Mungu. Kama vile Ezra na Nehemia waliambia Waisraeli na tufanye agano na Mungu, na sisi tunafanya agano. We shall dwell in the presence of God this year. We shall dwell in the fertile places this year. Tunaingia katika agano, mahali tutaishi katika ushindi na Mungu.
Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza pitisha hicho kikombe, maana kuna declaration tunataka kufanya. Simama unapopitisha hicho kikombe. Asha tusaidie. Zinaweza rudi mwisho na mwisho, ama zipite hivi, hata zote zirudi huku. Pitisha huku to your right, ziende to the right. Hivyo zitawakuta Asha upande ule. Praise the name of the Lord. Sasa wengine tusimame katika jina la Yesu Kristo. Nataka tufanye matangazo dakika 2-3. Matangazo ya kwamba maisha yanaanza upya. There is a new beginning. Somebody get into prayer, get into declarations. Tangaza yale mambo unayotamani katika mwaka huu. Ingia agano na Mungu kuhusu biashara yako. Agano na Mungu kuhusu afya yako. Umeshaingia. Mwambie Bwana, there is a covenant between me and you that is in my body now. For that is what the Bible says. Father, we thank you. Father, we bless you. Bwana, na waachilia walio katika nyumba zao, nikiwaombea baraka wanaposhiriki nasi katika maombi haya. Bwana, uwabariki pia, uwaponye, na matangazo wanayofanya yawe na nguvu. Kama mtumishi wako, na achilia neema na kibali juu yao katika jina la Yesu Kristo. God bless you wewe uliye nyumbani, na kama ungetaka kusimama na kutoa sadaka yako ya kushukurani pamoja nasi katika mwaka huu, you can do it through the number ambayo imeandikwa hapo 0719727770. That is for those who are at home. God bless you. See you another day as we continue in prayer.